Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe bata ndiyo walimu mbalimbali leo tunapitia maelekezo ya namna gani wanaume tunatakiwa kuishi na wanawake. Hayo ni maadili kabisa ambayo tunapaswa tuyapitie, tujue kwenye mambo ya wazee wetu tuliambiwagwa kitu gani. Yuko mwanaume leo akiambiwa simamia misingi yako ya kiume, akiambiwa simamia misingi yako ya kiume kwenye kuishi, yeye anaenda kuitafsiri hiyo misingi ni kwamba yeye awe mkali, yeye awe msema maneno ya hovyo ima maneno mabaya, yeye ampige mwanamke, kumbe haya yote haya tuelekezaneni kwa amani na wema. Dunia mlionayo sasa na dunia ilokuwako zamani kwa wazee wetu, kuna tofauti moja kubwa sana ambayo nitaitoa kama fundisho leo, alafu mtajua nyie mnaishi kwenye dunia gani na mnapaswa muweje. Usikie hukumu za mume mpaka zinaanza kwenda kumhukumu mke wake kwa zaidi ya hukumu, ni kwamba unatakiwa kwanza ufanye kitu gani zidi ya huyo mke wako. Jambo la kwanza kabisa, mnatakiwa kujua kwamba mmezaliwa dunia ya uovu, na uovu ndo umekaa kwa wazazi waliowazaeni, wakauishi huo uovu na ubaya wao, wakauona ndio maisha. Sasa 98% ya watu walioko duniani, watu wameukuta huo uovu ndio maisha, na ubaya ukiwa umejificha nyuma ya huo uovu kwa kufanya mambo yake, mema yakabaki kuwa machache, kwa sababu mema zamani yalikuwa yanaainishwa baada ya nota ya utu kutokea. Ndo maana tabia ya wema walikaaga kimya zaidi, na mpaka mwisho wakawekwa vidole kwenye macho. Kisa walielezwagwa tu kwamba bila sababu stahiki ya kuyasimamia mema pale, usisubutu kukaa hapo kuyasema mema, yafiche. Wazazi wengi wakabakiaga wanayaficha mema hivyo. Sio kwamba dunia nzima walikuwa hawajui mema, mpaka roho minige nazaliwa walikuwa wanajua kwa dunia nzima, ila hayana ncha na mapana.
hayo walioyajua ni mpaka mimi nizaliwe niseme Mungu ni yupi, Mungu alifanyaje, principle zake zikoje kwa viumbe, ndo unapata kujua kuwa hao wazazi kumbe walikuwa na mazingatio gani. Sasa yuko mwanaume dunia ya leo akisikia Mwamilo Koko nazungumzia mwanaume jisimamie, yeye anahisi kujisimamia ni kuwa mkali sana kupitiliza. Anahisi akiwa mkorofi ndani ya nyumba labda ndo amejisimamia. Kumbe kujisimamia si mambo yote hayo. Unaweza ukawa mkorofi tu na ndo ukawa unaharibu ndoa yako, na unaweza ukawa mkali pasina tija ukawa ndo unaharibu ndoa yako zaidi. Neno la msingi nimelotaka kuwafikishieni kama watu, mmezaliwa vizazi vya uovu. Jambo la pili, vizazi hivyo vinaishi na roho za kichawi, ndo imani ambukizi kwao. Ili sasa uweze kumhukumu mke kwa hukumu stahiki, kwanza unatakiwa kupambana kutoa matatizo ya mke wako alionayo. Ukisha kuwa zama hii ambayo watu wanaishi kwa kurogana, watu wanaishi kwa kuharibiana maisha na wanajiona ndo wako sawa, alafu wewe ukazaliwa kwenye zama hii, unaambiwa mke apigwi wala hasemwi vibaya kwenye jambo lolote, isipokuwa kipimo chako wewe ni kuhitaji kujua mke ana matatizo gani. Ukishahitaji kujua mke wako ana matatizo gani, hapa unatafuta uimara wa ndoa yako. Sasa ukimuona mwanamke unayemwambia twende kwenye matatizo, anakimbia sehemu stahiki kwa kuondolewa matatizo, akilini mwako unatokea kujua kwamba umelea matatizo. Kwa sababu yuko ambaye ana matatizo, alafu alishasikia sosi ya utatuzi, kwa hiyo yeye anakuwa hana ubishi na utatuzi. Najua wanawake kama hawa mnao. Ili mlianzaga kuambiwa nyinyi wanaume kabla ya wanawake kwanza, kwa sababu wanaume nyie ndo mliambiwa ni wasimamizi wa mwanzo. Mwanamke anaweza akawa hivyo kwa yeye kukuondoa mwanaume matatizo yako pindi tu imekutwa yeye ana uwezekano wa kukusaidia kwenye hayo. Kwa dunia ya sasa kutibiwa ni pesa. Kwa dunia ya sasa marekebisho yoyote utakayoyafanya, marekebisho yote yanahitaji pesa iwepo ili iweze kupambana na matatizo yaliyopo. Na chachu kubwa mloelezwa, sehemu ya kutatua matatizo yenu ni sehemu yenye ukweli, endapo mnataka kuuishi ukweli. Kwa maana fupi, matatizo yenu yote myarejeshe kwenye jadi, alafu ndo muanze kupambana nayo. Sasa hapo ukisema kwamba eti na mimi nilikuwa nina mtaalamu fulani asojuaga jadi, nina muombezi fulani asojuaga jadi ni ipi, wewe hauna uwezekano wewe wa kumsaidia huyo mwanamke kwenye maisha yake. Kwa sababu ili umsaidie huyo mwanamke kwenye maisha yake, ni lazima uwe mpambano mkubwa wa matatizo alionayo yeye. Alitoka nayo kwao, haijalishi,
aliyapata kwenye mapito ya kuishi kwake, haijalishi. Sababu inayowapelekeeni nyie kuwa hivyo ni baada ya kuona stahiki zenu za kuishi zimewapasa kuwa pamoja. Sasa ukimwona mwanamke ambaye unamleta kwenye jadi na utatuzi wake akakimbia, unielewe vizuri hapo, ukamleta kwenye utatuzi akakimbia, kuna kukimbia kwa matatizo ambako nitawatolea elimu leo. Anayekimbia kwa matatizo, mambo yaliyoko mwilini kwake ndo yanamtoa mbio kumkimbiza sehemu ya ukombozi. Kama ana majini, ima ana mapepo, ima ana mavitu gani, ukiyapeleka sehemu ambako hakuna utatuzi, unaona yanafurahia kwenda huko. Lakini ukisema unayapeleka kwenye utatuzi, unaona yanaogopa na hayataki kwenda huko. Unapata picha kwamba huyu mwanamke kinachokimbia matatizo ni mambo yaliyoko kwake na si yeye. Sasa kinachofanywa ni elimu ya akili ya kiutu, huwa inatoka, unaambiwa namna ya kudili na akili ya mtu mwenyewe ili aweze kuendana na utatuzi uliopo. Msikie kabla ya kumhukumu mwanamke zaidi, mwanaume uliambiwa uweje. Hususani zama hizi za upotevu umefanywa kuwa maisha na umefanywa kuwa usahihi wa kuishi kwa watu. Mcha Mungu katika jadi ulielezwagwa mambo hayo. Mwami, mwanamke wangu ana matatizo sana. Ni ya kwako yale. Tazama tu jambo moja, ni yeye anaunda sababu za kukataa kutatuliwa matatizo. Ukiona sababu zinatoka kwake, ni mpaka awe ameshaweza kufikishwa mahala pa utatuzi. Alafu ukiona kaunda sababu mbadala zinazotokana na yeye, lazima watatuzi tutajua. Na hapo unaambiwa umeoa tu mke mchawi ima mshenzi fulani. Sasa kama utachagua kuendelea kuishi na mshenzi huyo, kumbe hayo unayoyaona matatizo, kumbe kwake ni mambo aliyatakaga mwenyewe kwenye maisha yake. Watu wa namna hii waga hawatatuliwi nje na kuwaterekeza. Unasikia mwanamke anayeterekezwagwa kwenye elimu, twende pamoja hapa. Mwanamke ambaye akili yake mwenyewe baada ya utatuzi anakwenda nao kinyume, unajua wazi hili sio tatizo, hii ni akili yake. Elimu ndani ya utatuzi huwa inaeleza huyu akili zake ni mbovu. Kwa maana fupi, ukiambiwa akili zake ni mbovu, maana yake yeye ndo anayasababisha hayo matatizo kwa kuyataka. Na kwa tafsiri fupi, unaambiwa huyo ni mke asiyekufaa, kwa sababu akili yake yenyewe iko kinyume na ukweli. Tuelewe hapa utatuzi unavyokwenda. Lakini utakuta kuna mtu matatizo yake yakifikishwa mahala pa utatuzi, unaona yeye anatamani kwenda, lakini unaona kuna mambo yako kwake yanamjaza hofu, yanamtia uoga. Unatokea kujua kwamba huyu mwanamke bado hana matatizo kwenye maisha yako. Wewe chukua nafasi ya kusaidiana naye kuufata utaratibu mmoja huu wa kimungu katika kunasua tatizo moja baada ya lingine kwenye maisha yenu.
Ukishachukua nafasi hiyo ukatatua sasa hayo matatizo, mwanamke kajikuta ana maroho ya kichawi, ana maroho pandikizi ambayo yameisha pandikizwa dunia za sasa, ima dunia hii ya sasa. Hayo maroho, mapepo, mavitu gani, machawi, mambo yasioonekana ila ni matatizo kwenye kuishi. Mume, pambana kwanza na mambo hayo, ndo unakuja kupata mke sahihi kwenye maisha yako. Kwa sababu yuko mke mnakosana pakubwa sana, kumbe yeye mke huwa atakagi mkosane vile. Ana visababishi vibaya ambavyo viko kwenye mwili wake ambavyo vinawakosanisha, kwa sababu vyenyewe viliundwa hivyo kwa kuharibu maisha ya watu. Sasa dunia ya sasa mnaona talaka ziko mbele sana kupitiliza, kwa sababu kwanza hawana neno hili. Kwa hiyo kujua kwamba mwanaume unatakiwa uishi na mtoto wa kike, isipokuwa matatizo ya mtoto wa kike hakikisha umeyaweka pembeni yote, kwa nguvu zozote, kwa gharama zozote utakazofanya, na hiyo ndio inabaki kuwa baraka kwako ya kumsimamia kwenye maisha yake. Siku atakuja kukudharau, siku atakuja kukupuuza, kukuona wahovyo kwa sababu ya matokeo ya dunia, ndo wale wanawake mme akinung'unika unaona wanaishi maisha mabovu sana. Najua hapa mnanielewa vizuri hapa. Mme ambaye anaridhaa kimungu akakupambania we mwanamke, akakutoa kwenye shida zako ulizokuwa nazo, akapambania kwa nguvu zote, we ukanusurika, kesho kutwa kumbo za dunia zikakubadilisha, alafu ukageuka kuwa dharau kwake, huyu mwanaume ana uwezekano wa kukutia laana inayowazidi wazazi wako. Huyu mwanaume huyu ana uwezekano, akikaa pale ananung'unika, wewe nenda kokote kwenye hii dunia utakulaga nyasi, mpaka ukutane na bahati nasibu ya yule ambaye anaweza kupuuza mambo, hata kama kakosewa yapi akaamua kuyadharau. Hao duniani wapo, lakini wengi wao waga ni wenye machungu kwa kutazama, mwanamke huyu nilivyohangaika naye, nilimtoa kwao na matatizo makubwa sana, nikapambana na haya matatizo ili nipate mke fasaha. Leo huyu mke anakuja kuniletea habari hizi kwenye maisha. Neno hilo tu, hilo neno ni laana kubwa kwa huyo mwanamke. Akisema kama alienda kutafuta pesa kwa kumkimbia mume huyo, pesa hizo ndo zitageuka kitanzi kwake na atakufa kifo kibaya lazima, kwa sababu ni mtu ambaye hajui fadhila na hajui nani amejitoa kwake kwa kiwango gani. Somo hili linatuambia wanandoa wale mmeoishi kimungu na wasokuwa wacha Mungu wanajifunza ucha Mungu, mmeelezwa wazi wazi ya kwamba mke kwanza uwaga anagharamikiwa kusaidiwa. Usifikiri gharama za mke ni ile tu umepeleka posa kwao, umepeleka pesa sijui za wajomba, umenunua michele kule. Hiyo sio kumsaidia mwanamke. Najua tunaelewana hapo. Hiyo unaenda kusaidia familia yake, hapo hujamsaidiaga mwanamke. Kumsaidia mwanamke ni mpaka uje nyumba ya utatuzi
alafu uambiwe huyu mke wako ana shida zipi na zipi, alafu anzeni kupambana nazo kwa nyakati. Ukifanya hivyo, ukalifanya hilo kwenye maisha yako, wewe mwanaume ndo unakuwa unaruhusiwa wewe kutafuta hukumu ya kutoa dhidi ya mwanamke ulionaye. Kwa nini kwenye jadi imesemwa hivyo? Ni kwa sababu mtu ambaye anapepuliwa na mambo yasiokuwa yeye, ukienda kumuhukumu, unamuhukumu hukumu ambaye haimstahili, kwa sababu anafanya hayo kwa matatizo. Ndio maana wazazi sasa wakafundisha kutoa matatizo. Tumekaa kwenye idara hizo kwa nguvu zote. Sasa ukiona matatizo yameondoka, ninakuapia kwa Mungu, wanawake wengi wana uwezekano wa kujielewa na kukaa na ndoa yao pasina mitetereko ya jambo lolote. Hili jambo la kuto kuwasimamia wanawake kushughulikia matatizo yao ya kizama, matatizo ya ndani ya hii zama ya uovu na ubaya, ndo umechukua hatamu, na wanawake ndo wameshikwa kwa wingi kupitiliza na uovu huo na mabaya hayo. Mwanaume, hili ni jukumu lako, na hilo somo umepewa pale. Pigana kwa ajili ya mke wako akae sawa. Watatuaji humu duniani wapo, isipokuwa umeambiwa anza na maelezo ya jadi. Kutatua, hujakatazwa kutatua lolote, lakini kwanza anza na maelezo ya jadi. Anza na ulichoambiwa kwenye jadi, kwa sababu yako ambayo sio lazima jadi ndo ifanye. Mfano, mwanamke hapo amekutwa na shida yake, anataka aende akapigwa operation pale. Hospitali kawaida tu zinamsaidia. Najua hivi mnanielewa vizuri hapo. Hospitali hizi zinamsaidia pakubwa, atafanyiwa operesheni yake, atachanwa hiki na kile, atasaidiwa kwa hilo. Huo wote ni msaada, lakini mliambiwa msaada kwanza mjuage kusimamia mambo yasiyoonekana kawaida, ila yanadhuru maisha ya watu. Hospitali hawashughuliki na mambo hayo. Hakuna hospitali duniani inashughulika na vitu hivyo. Kwa hiyo ninarudi kwenu akina baba, mimi niko kwenye dunia kwanza ya kusema, kama nilivyoahidi nitawaambieni mambo yote yanaowastahili watu. Kwa hiyo ukiona mwanaume umekaa uko bize kumtukana mke wako kwa mapito yake, ninakupa elimu chache hapo. Unaweza siku moja ukamtibulia mambo yake yote na mapito yake mabaya yote kwa lengo la kumkumbusha tu, lakini isigeuke desturi yako ya kuishi hivyo. Mke wako anaweza kuwa alipitia mapito ya hovyo sana kupita kiasi. Ukiyaweka hapo kwenye ubao ukaambiwa huyu ndo mwanamke wa mtu fulani, lakini zamani alikuwaga ni mtu wa staili hizi, akatokeaga akaolewa na mtu fulani, unakuta ana historia mbaya kupitiliza kabla ya kukutana na wewe. Sasa akiwa amegiribu akili yake zaidi, unaambiwa ni sawa wewe kusema historia yake kwa ufupi siku moja moja. Ili nini? Ajikumbushe kwamba ametoka kwenye uovu na upumbavu aliokuwa anaishi ndani yake. Isipokuwa sasa umeambiwa ndani ya kuishi kwenu, unaweza kujikuta umemkumbusha hivyo mara mbili tu, ima mara tatu.
alafu ukamwachaga hapo. Kumwacha hapo maana yake nini? Unaingia uwanja wa utatuzi. Mke wangu atakuwa na matatizo. Watatua matatizo wapo, tupo mpaka kesho, mpaka dunia hii inatanduka. Inatokana tu na wewe, akili yako ina uzima kiasi gani kujua sehemu maalumu ni ipi. Kwa hiyo mwanaume unaelezwa, mwanamke huwa hahukumiwi chochote. Mwanamke huwa hahukumiwi jambo lolote mpaka kwanza anaambiwa matatizo alionayo, alafu akishaambiwa matatizo alionayo yasigeuke stori hayo matatizo, yasiwe hadithi magazetini. Maana yake ni wewe uchukue nafasi ya kuanza kutatua hayo matatizo kama msimamizi wa familia. Mke wangu ana hiki, kimebainika, kitatolewa. Mke wangu ana kile, kitaondolewa, mpaka unapata mke msafi clear, yuko hapo. Lakini hauwezi kupata mke msafi wewe dunia ya leo, wakati watoto wengi wana hamu ya kuyaishi mema, lakini wamezaliwa nyumba za kichawi. Wanahitaji kuyaishi mema, lakini jamii iliyowazunguka ni watu wasiojielewa kwa mambo yao yasiyostahili. Nani atamsaidia huyu mwanamke? Ni wewe mwanaume alokuja kukupa nafasi kwenye maisha yake uweze kuwa moja ya mbebaji wa hatua zake. Yote hapa tunaelewa kwamba mwanaume, ukiona mwanamke akili ziko pepu, hiyo ni kazi yako kwanza kuja kwenye utatuzi, alafu si tunakueleza shida zilizoko, alafu anza kuzitoa moja baada ya nyingine. Kila mwanamke huaga yuko vizuri tu, ila hawa wanawake mmekuja kuwaoa zama za mabaya, nyie ni ngumu kupata kile ambacho mnakitaka, kwa sababu tayari zama ilishakorogeka kwa mabaya kwa kiwango kikubwa. Najua wote ambao tumesimama vyema kiakili tunajua hapo. Kwa hiyo kwenye jadi, wanaume tuliambiwa, ili upate mke ambaye utaona anaendana na ya kwako, ni mpaka kwanza utoage matatizo yake. Usiendagi tu kakaa unampiga kutwa kucha. Usiendagi tu kukaa unamtukana kutwa kucha. Ukishajua kituo cha matatizo, dilini na hayo matatizo kwanza. Mkisha dili na hayo matatizo, alafu ukaona huyo mwanamke ana hayo, uwe unajua huyo ni ambaye ana mithili za kulaanika. Huyo ana mithili za kulaanika. Kwa hiyo kama alitokea kwenye maisha yako, tazama namna nyingine ya kuishi. Unaambiwa tazama namna nyingine ya kuishi, kwa sababu ukiishi na matatizo yasiokuwa na utatuzi, maana yake umejiingiza wewe sasa kwenye matatizo ambayo yatafanya maisha yako yote kuharibika. Si umekubali kulea matatizo ya mke, alafu anakaa na matatizo hapo, umwambii? Anakaa na matatizo yake makubwa, unayaona kwa macho, lakini hutaki kumweleza. Sasa vituo vinatoa elimu hii ili muelewe.
kwamba mwanamke uwaga hahukumiwi kwa chochote kile. Uwaga kwanza anahukumika baadaye, baada ya yeye kufanyiwa marekebisho makubwa. Na mimi nimeona kwa macho wanawake wengi waliofanyiwa marekebisho na wenza wao, asilimia kubwa ni wanawake fasaha. Wana vitu vidogo vidogo tu vya kiutu ambavyo haviwezi kumfanya mtu kushindwa na utu wake. Lakini hao wanawake ambao mnaona wamepindukia mipaka, wana maamuzi ya kijinga ambayo wamejiamulia, wanajihisi wako sawa. Hao wanawake wengi walisharogwa kilimwengu. Kwa hiyo mnaenda kuoa marogo, ndo mnayaweka ndani ya nyumba zenu. Alafu wewe unataka usafi kwa mtu ambaye amekumbatiwa na majini, amekumbatiwa na mashetani chungu mzima kwenye maisha yake, alafu eti wewe huyo ndo mke, umekaa hapo unanunua mashuka eti mjenge naye. Ndugu yangu, huyo mke hamwezi kujenga, kwa sababu huyo mke bado ana upumbavu mkubwa sana. Alafu akiambiwa ana matatizo, hataki kuacha matatizo yake. Sasa ukiona unaishi na mwanamke wa namna hiyo, maana yake unaambiwa kama mwanaume, mpe theluthi ya kuishi katika maisha yako, na usimpe uzima wa kuishi kwenye maisha yako, kwa sababu tayari ni muharibifu huyo. Ukitoa hiyo theluthi, utaona hayo mengine yote unakwenda unakuwa sawasawa. Kwa hiyo hili ni aso la kuaswa wanaume. Wanawake wasihukumiwe kwa chochote mpaka kwanza muweze kuwatoa matatizo walionayo, na hayo ndo huwa yanafanya wanawake wengi wanashindwa na miji yao hapa duniani. Mimi niwashukuru ndugu wote ambao tumepita kwenye somo hili la wasaa wa kiume. Mlisimamie vyema, mtaona utatuzi wake tu, na ya Mungu yawabariki. Asanteni.